hivyo kwa sababu yanitia nguvu ninapotoa ushuhuda kwa kusema ya kwamba nimeokoka, Kristo ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka mimi na wewe tusome neno la Bwana kwenye kitabu cha Yohana, na kumbuka ya kwamba tunajifundisha neno la Bwana from the major, ama kutoka kwa holy mpaka Calvary. Amen. Tuko katika hiyo njia. Mambo yote ambayo unaona tuyafundisha, tunajifundisha from the major to the Calvary. Siku ya leo hatuna screen. Screen yetu iliharibika kiasi Sunday, kwa hivyo leo iko kwa fundi. Lakini inatengenezwa itakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. John chapter number 6 verse number 25 to 35. Sasa mwenye atasoma naomba usome kwa haraka sana. Naomba upewe kipaza sauti ili ufanye kusikika. John chapter number 6 verse number 25 to 35. Kwa hiyo alipopita ng'ambo ya bahari wakamwambia, Rabi, ulifika hapa wakati gani? Yesu akawajibu na kusema, kwa kweli kabisa ninawaambia ninyi, mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula mikate mkashiba. Fanyeni kazi si kwa ajili ya chakula ambacho huharibika, bali kwa ajili ya chakula ambacho hudumu kufikia uzima wa milele, ambacho Mwana wa Binadamu atawapa ninyi, kwa maana juu yake huyo Baba na Mungu ametenda muhuri wake wa kibali. Kwa hiyo wakamwambia, tutafanya nini ili tutende kazi ya Mungu? Yesu akajibu akawaambia, hii ndiyo kazi ya Mungu, kwamba muamini yule ambaye huyo alimtuma. Kwa hiyo wakamwambia, basi wewe unafanya ishara gani ili tuone tukuamini? Ni kazi gani ambayo unafanya? Mababu zetu walikula mana nyikani, kama vile ambavyo imeandikwa, aliwapa mkate kutoka mbinguni ili wale. Kwa sababu hiyo Yesu akawaambia, kwa kweli kabisa ninawaambia ninyi, Musa hakuwapa ninyi mkate kutoka mbinguni, lakini Baba yangu anawapa ninyi mkate wa kweli kutoka mbinguni. Kwa maana mkate wa Mungu ni yule ambaye hushika kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu mzima. Kwa hiyo wakamwambia, Bwana, utupe siku zote mkate huo. Yesu akawaambia, mimi ndiyo mkate wa uzima. Yule ambaye huja kwangu hataona njaa hata kidogo, naye anayeniamini hatapata kiu kamwe. That's 6. Lakini niwaambia ninyi, hata mmeniona na bado hamwamini. 47 mpaka 54. 47. Kwa kweli kabisa ninawaambia, yule ambaye humwamini ana uzima wa milele. Mimi ndiyo mkate wa uzima. Mababu zenu walikula mana nyikani na bado wakafa. Huu ndiyo mkate ambao hushuka kutoka mbinguni, ili yeyote apate kuula na asife. Mimi ndiye mkate ulio hai ulioshuka kutoka mbinguni. Yeyote akila mkate huu ataishi milele, na kwa kweli mkate ambao nitatoa ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Kwa hiyo Wayahudi wakaanza
kushindana wakisema, mtu huyu anawezaje kupata kutupa mwili wake tule? Bali Yesu akawaambia, kwa kweli kabisa ninawaambia, ninyi msipoula mwili wa mwana wa binadamu na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu wenyewe. Hamna uzima ndani yenu wenyewe. Yule ambaye hula mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua katika siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. 56. Yule ambaye hula mwili wangu na kunywa damu yangu hukaa katika muungano nami, na mimi katika muungano naye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha ujumbe ambao nataka kunena siku ya leo ni uniting with Christ. Kushikamana na Kristo. Kushikamana na Kristo. Uniting with Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naomba tuandamane na nyinyi vizuri sana ili tuweze kulielewa neno la Bwana. Biblia inasema kwenye kitabu cha Waefeso sura ni ya 4 na mstari wa 13 ya kwamba mpate kukamilika, muwafikiane mpaka the full stature ama ukamilifu wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nitaenda polepole ndio tuweze kuelewa, ili muweze kuwafikiana mpaka ukamilifu wa Kristo. Hii inamaanishaje? Hii inamaanisha ya kwamba wakati mtu ameokoka bado anakuanga mchanga, anahitaji chakula ili ale, ili akue, afike kiwango cha Kristo. Yaani ninamaanisha hivi, kama Kristo amesimama anatoshana na mimi, mtu ambaye ameokoka anafaa akule atoshane na hicho kimo cha Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini unaona watu wanafanya mambo tofauti na neno la Bwana? Ni kwa sababu hawajakuwa wafikie kimo cha Kristo. Lakini tunapokuwa katika neno, tunafikia kimo cha Kristo. Biblia inasema kwenye kitabu cha Waefeso sura ni ya 4 na mstari wa 11 ya kwamba alipopaa alitoa karama, wengine wakawa manabii, wengine wakawa mitume, wengine wakawa wainjilisti, wengine wakawa pastors ama wachungaji, na wengine wakawa walimu. Wote wanafanya kazi ili kusaidia mwili wa Kristo, ili naye mwanadamu ambaye ameokoka akishakuwa anaanza kufanya kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is where I said that when you come to church, you must grow. You must be fed with the word of God. And once you are fed with the word of God, you must grow. Huyu mtoto unaona hapa, tukiona hakui anakaa design hii tu, tutaanza kustuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutampeleka kutoka hospitali moja mpaka jingine ili tuweze kuelewa tatizo liko wapi. Mpaka Mungu ni vile vile anapokuangalia anaona mwanangu ambaye nimempatia mchungaji, na mchungaji anampa neno, lakini yule mtu hakui, hatoki kwenye kimo alichoko. This is what is called backsliding. Do you know what is backsliding? What is backsliding by the way? Kurudi nyuma kutoka wapi? Mahali niko ni wapi? Wokovu. Unaenda wapi? Unarudi unaenda wapi? Unaanguka. Kwa kitu tunasema kohoa. Unaanguka kutoka wapi? Tunasema katika Yakobo 1:23. Tunasema First Peter. Nasema ya kwamba msiwe kama mtu asiye, afadhali amke mjua kuliko kumjua alafu mwache. Ili neno huwa linatatiza watu sana. Backsliding.
Backslide ni watu wanaonaga ni kama mtu mwenye ameokoka alafu anaachana na wokovu. Si ndio? Na huyo mtu ataenda kwa shetani. Si ndio? Si ndio? Mtu alikuwa ameokoka, amerudi nyuma na ataenda kwa shetani. That is not backsliding. Backsliding ni watu ambao wameokoka, bado wameokoka, backslide na bado wameokoka. That is backsliding. Ulikuwa unaomba sana, siku hizi haubaki, you are backslided. Ulikuwa unakuja kanisani kila Jumapili, siku hizi unakosaka kuja wakati mwingine, you are backslided. Ulikuwa unasoma neno sana, kila asubuhi lazima ungejifundisha neno. Siku hizi uko social media from morning to evening. Hata usikizi aurali vizuri kwa sababu ya social media. You are backslided. Nyinyi wao ndio Biblia inasema, tafutilieni kitu ambacho kimebakia kwenu, ambacho bado mmeshikilia kwa Kristo. Amen. Amen. Backsliding ni watu bado wako ndani ya Kristo, lakini wamebackslide from ministry. Kutoka kwa vile walikuwa wanafanya, hawafanyaki tena. You are backslided. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema Mungu anasononeka anapoangalia watu wake ambao wanafaa kuwa wanakuwa, but they are not growing. I want to believe how Mama Tamaru will feel if this boy is not growing. Anamwangalia tu hivi, anaona amempatia chakula lakini mtoto hakui, amempatia madawa lakini mtoto hakui. How will you feel? Utasikia vibaya sana. Anaanza kumpeleka kutoka hospitali moja mpaka ingine. Praise be to God. Amen. Mungu anasikia vibaya sana anapoona mtu ambaye anafundishwa neno that that person is at the same place for a very long time. That person is not growing. Mungu anasononeka. Tunafaa tukue, tuafikiane kimo cha Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Kristo akisimama hapa na wewe usimame hapa, mmetoshana. Bwana Yesu asifiwe. What does that mean? You have what Christ has. Everything that Christ has, you have it. Amen. Bwana Yesu asifiwe. I will tell you something. Once you are saved, the moment umeokoka, chochote ambacho unakihitaji katika maisha yako na katika safari yako ya wokovu kinatiwa ndani yako. The moment umeokoka kinawekwa ndani yako. Lakini mawazo inafaa ikue, ijue chochote ambacho unakihitaji kiko ndani yako, ili ianze kukichukua na kukitumia katika safari yako ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaona kwa nini mtu mmoja anaweza omba na mtu apone? Mtu mmoja anaweza omba na mapepo yaondoke. Mtu mwingine anaweza omba na mtu asipone na mapepo yasiende. What the difference? Growing. Praise be to God. Growth. Hawa watu wawili hawajakuwa kwa kimo kimoja. Yesu Kristo alisema katika ile verse nilikuwa naelezea wa brother ya kwamba namna hii haiendi pasipo kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Namna hii ya kutoamini, kuna design ya kutoamini ambayo lazima uombe ndio iweze kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Most people do not believe. They are saved, but they don't know what they carry, and that is why they don't exercise it in their lives. Praise be to God. That is why they are not growing in life. That is why they are not growing spiritually. That is why they are at the same place for a very long time. Amen. Amen. Na hao watu ni wabaya sana. Hao watu kwa sababu ya kutokuwa wanaanzanga complaining na siasa. Angalia kanisa liko na watu ambao hawakui. Wale watu wanaanzanga siasa na complaining, manunguniko. Na siku hizi mchungaji anamaliza late sana. Hajui Sunday ndio siku yetu ya kupumzika. Na watu hawa walikuja late. Bwana Yesu asifiwe. Na siku hizi mchungaji anatuambianga mambo mengi sana. Kwani hajui? Ninajua. Hakuna kitu sijui. Praise be to God. Unapokuwa kiroho na kuwafikiana kimo cha Kristo, inamaanisha Kristo ako ndani ya roho yako na mawazo yako ama your soul, nafsi yako inakuwa inafikia kile kiwango, nao mwili wako unaanza kufanya kama vile roho yako inasema.
Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wanafanya mambo kulingana na vile mawazo inawaambia, according to your thinking, according to how you think, but you are supposed to act according to how the Spirit is telling you. That means you are spirit led. You unaongozwa na Roho Mtakatifu. Amen. Kuongozwa na Roho Mtakatifu ni wakati unaachilia mawazo yako yako suppressed, lakini vile Roho anasema inainuka, mpaka mwili wako unaanza kufanya vile Roho anasema, lakini sio vile mawazo inakuambia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakapofika kiwango kile, utakuwa unanyamaza, unaambia Bwana, naomba unipe mwongozo. Roho Mtakatifu anakunenea, unasikia hiyo sauti na unafanya vile Roho Mtakatifu amekuambia. Sasa hii nikiwauliza, ni nani ameshainenewa na Mungu? Mtainua mikono. Nyinyi wote mshainenewa, si ndio? Mtu ashainenewa na Mungu ainue mkono. Nyinyi wengine hamjainenewa na Mungu? Alikwambiaje Mungu alipokunenea? Ulisikia sauti? Kwa mawazo yako ulisikia hiyo sauti? Ilikuwa ya mwanaume ama mwanamke? Sauti. Ilikuwa ya nani? Alikupatia wazo. So akakupata wazo ukaeleza. Nataka mtu mwenye ashaisikia sauti. Jose, wakati unapohubiri neno, wakati unaponena hiyo neno, inalinenea Mungu mwenyewe, ananinenea mimi. Unasikiaga sauti gani? Sasa hiyo sauti ndio inaingia ndani yangu. Mungu ananinenea kupitia neno lake. Sauti yako ama sauti ya Mungu? Anatumia sauti yako. Mimi nataka mtu mwenye ashaisikia Mungu akisema, Jose, mimi ndiye Mungu, nataka nikwambie kitu. Nani ashaisikia Mungu akimnenea? Mungu anatumia ngawani. Hanenaki? Si aliongelesha Musa? So nyinyi hamjawahi sikia Mungu akiwanenea direct. In short hivyo ndivyo ninasema. Wewe unena. Wewe utainenea. Mimi nishainendewa. Hiyo swali nilikuuliza siku nyingine. Kwa hiyo kanisa nikakuuliza Mungu ananena namna gani? Na mimi nakumbuka ile jibu yenye ulinipatia. Nilisema ya kwamba Mungu hunena kupitia neno lake. Na ukasema kwenda wakati mwingine Mungu hunenea mtu hata kupitia roho. Na Mungu na sauti, ananenaka na sauti. Anakwambia, Sharon, nataka ufanye hivi na hivi na hivi na hivi. Nataka sauti, wacha ndoto. Sauti direct inaitwa Rema word. Unaelewa hiyo? Nilikuwa nataka mtu mwenye ashainenewa aniambie Mungu ananoga kama mzee ama kama mwanamke. Wakati uliponenewa kuhusu generation yale maandiko Mungu alikunenea hapo ndio wakati Mungu anaponena huo unena katika ile situation huko, so anatumia yani the voice that you hear, it is the voice that the situation you are. Voice yenye utasikia itakuwa ya nani? Tena wakati ulikuwa unatukulisha kuhusu huyu mtu anaitwa Adam. Wakati Mungu alikuwa anakuja kumtembelea, kwa sababu Mungu hakuwa anakuja akiwa visible. Alikuwa anamnenea kwa mawazo yake, alikuwa anajua Mungu anaongea. Sawa. Wakati Paul alikuwa anaenda Damascus, alinenewa kwa mawazo ama alisikia sauti? Alisikia sauti. Ikisema, kwa hivyo Mungu anaongeaga na sauti. Pastor kama hiyo ilikuwa during Old Testament. Paul haikuwa Old Testament. Hata
Samueli alipokuwa amelala. Si alikuwa anaitwa? Alisikia sauti ya nani? Alisikia sauti ya mwanaume ama ya mwanamke? Maandiko clarify. Hivi nani aliwaambia ni ya mwanaume? Maandiko clarify. Bwana alienda. I want to ask you a question. Huyu mtoto tukimficha hapa, huyu tukimficha mahali haonekani, aongee, mtajua ni msichana ama ni kijana? Tunajua na Sauti huyu aongee mjue. Unajua ni mtoto. Mtajua ni mtoto, hamtotofautisha kama ni kijana ama ni. Sauti ya Mungu inakuwa kama ya mtoto mdogo. Hawezi ukajua kama ni ya mama ama ni ya baba. Turudi kwenye neno la Bwana. Simejibu swali. Now, growing spiritually ni wakati unaachilia mawazo yako yanajua chenye roho inajua. I want you to understand me very well. Because all that you need for your salvation is in your spirit. Praise be to God. Amen. But your mind does not know. So growing spiritually is allowing your mind to know what the Spirit knows. Amen. Amen. And that is why we come to church to be taught the word. When you are taught the word, you train your mind to know what already the Spirit knows. So you are growing in your mind, but in your spirit, you are at the stature of Christ. You are at the same measure with Christ. Your righteousness is equal to the righteousness of God. Amen. 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 Your righteousness is equal to the righteousness of God. But your mind cannot fathom that. Therefore, your mind needs to be trained. Your mind needs to be taught until it comes to the measure of your spirit. Praise be to God. Amen. That is what is called growing spiritually. Amen. Amen. Titus chapter number 3 verse number 5. The Bible says that we were saved by grace. We were saved by grace through faith. By the mercies of God, our spirits were regenerated. We were made new. We were not updated. We were made new. Amen. Amen. So your spirit is renewed. Once your spirit is renewed, you become a new creation. In this atmosphere and environment of a new creation, you need to train your mind to adapt to this environment. Therefore, your mind has to know what the Spirit knows. Let me tell the truth. Your spirit knows God, but your mind is struggling to know God. Amen. Amen. Your spirit is with Christ right now. But if you ask your mind will tell you, if my spirit is with Christ and I am here, how are we connected? Because your mind cannot understand that reality. Amen. Amen. But once your mind grows, you grow spiritually in your mind, you will understand what the Spirit understands. And that is why you shall be walking with God. You are walking by faith, not by sight. Because the sight is led by the mind. Because the eyes send signal to the mind. And the eyes will tell your mind, I have seen something very terrifying. But if you are led by faith and not by sight, even if you see something very terrifying and the faith is telling you, you can do all things through Christ who strengthens you. You shall not see something very terrifying. You shall see Christ defeating what your eyes can see. Amen. Amen. Praise be to God. Amen. This is where you train your mind to see what your spirit is seeing. For you to do that, you must be fed with the food of spirit. Praise be to God. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana.
For you to do this, you must be fed with the food of Christ. Because the Bible says in 1 Corinthians chapter number 6 verse number 17 that we are joined together with Christ. Being joined together, unaona hizi viti umeshikanisha, zile viti mbili tumezishikanisha, they are not joined together. Praise be to God. Because they can be separated. Amen? They can be separated. We can pull the one on top and we separate it from the other one. But if we try to separate this keyboard, we shall harm it, right? Tukikuja na msumano tuikate mara mbili, itakuwa imeisha. Haiwezi kufanya kazi, si ndio? Wakati inasema you are joined together with Christ, it means you cannot be separated from Christ. Praise be to God. Amen. Therefore, it is the Spirit of God now which is living in your inside. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, when the Bible says that, like a wife is joined together with husband, what does it mean? Wife is joined together with the husband. What does it mean? They have become one. That is what the Bible says. When wife and husband are married, they are no longer two. They are one. Where are they one? Spiritually. Spiritually. What about someone who is married to someone who is not saved? Are they one spiritually? Yes, so. Physically, so you have a wife, right? You are here. Your wife is in Moraga. Are they together physically? Emotionally. I like that. Emotionally. Praise be to God. When the Bible says that you are one, it means that you have one thinking. Amen. You are doing the same thing. Before you do something, you agree. Praise be to God. Sio huyu anafanya hivi na huyu anafanya hivi. Hapana, mnakuja pamoja na mnafanya kitu kimo. Lakini si kumaanisha physically you are together. And it is not spiritually. Because you are not spiritually together. Because you can be married to someone who is not saved. Praise be to God. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, Jesus became our flesh. Yesu akawa mwanadamu ili ashikane na mwanadamu ili atupe ruhusa tushikane na yeye. Let me show you what Jesus did. Yesu ni roho. Alikuwa roho. Mungu ni roho. Lakini kwa vile tulikuwa hali tuliyokuwa, hatukeshikana na Mungu akiwa katika ile hali. So Mungu akakuja akawa mwanadamu kama sisi, ili kwa kuchukua mwili wetu na sisi tuchukue mwili wake. Bwana Yesu asifiwe. Ili baada ya dunia kuisha, kila mtu atapewa mwili ambaye mtu ambaye ameokoka atapewa mwili ambao unafanana na mwili wa Kristo ambaye amefufuka, sio Kristo ambaye amezaliwa, sio Kristo ambaye hajakufa. Do you understand each other here? Kristo ambaye amefufuka, mwili ambao Kristo alikuwa nao alipofufuka, mwili ambao ungepenya mahali hata kwa mahali kwa hakuna mlango, ni mwili huo ambao tutapewa. Amen. Wakati wa mwisho. So wokovu ni mara tatu. Kuna kuokolewa nafsi ama roho, na hiyo inakuwa granted by the Holy Spirit, haiwezi kufikiwa na dhambi. Then kuna kuokolewa mawazo. Mawazo inaendelea ikiokolewa. Na mara mwisho, siku ya mwisho, kuna kuokolewa mwili ambapo tutapewa mwili mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. So Yesu akaja ili achukue hali yetu na sisi tuchukue hali yake. Akawa sisi na sisi tuwe yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. Ili atusaidie na sisi tupate uhai wake, kwa sababu yeye aliye hai. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Now we have read the Bible ya kwamba Biblia inasema baada ya Yesu kushibisha watu 5,000 na mikate 5 na samaki 2, tuko mahali alisoma katika kitabu cha Yohana. Sasa baada ya hawa watu kushiba,
Biblia inasema Yesu akawaambia wanafunzi wake, ikieni mashua niwapate ng'ambo ile ingine ya bahari, na mimi nitabaki nikiwaaga makutano. Baada ya kuaga makutano akakwenda kuomba. Baada ya kwenda kuomba akawafikia wakiwa baharini, wakiwa wanateswa na maji. Baada ya kuja upande huu wa bahari, Yesu Kristo amekaa mahali. Watu wakamjia, wakamwambia Yesu, urokire gũkũ atia? How did you came here? Ulikuja huku lini? Yesu naye akawaangalia, akawaambia, nyinyi ninawajua vizuri sana. Mnanitafuta sio kwa sababu nilitenda muujiza, lakini ni kwa sababu mlishiba, mnataka mshibe tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnanitafuta kwa sababu mlikula mikate na mnafikiria as long as I am here, mikate na samaki itakuwa tele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. Wakamwambia ya kwamba sisi tunakutafuta kwa sababu ya vile unafanya. Naye akawaambia ya kwamba mkate wa kweli, alipoona hawajaelewa muujiza wa mikate 5 na samaki 2, hawajamuelewa vizuri, akawaambia ya kwamba mkate wa kweli ni mimi. Na wao wakamwambia akawaambia, ili mtende matendo ya Bwana lazima mule mkate, na mkate ambao mtakula ni mkate wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakamuuliza, tutatendaje matendo mema? Naye akawaambia, hivi ndivyo kutenda matendo mema. Matendo mema ni kukula mkate, na kula mkate ni kumaanisha mnaamini katika Kristo. Nao wakamwambia, ni ishara gani ambayo unaweza tutolea ya kuonyesha ya kwamba wewe unatenda matendo mema? Kwa sababu kama ni mikate ambayo utakuja nayo, utuambie ulishibisha watu 5,000 na mikate 5 na samaki 2. You have already failed, kwa sababu Musa pale nyikani alishibisha watu 3,000,000, aliwapatia mana, yani mkate wa mbinguni kwa miaka 40. Wewe ulishibisha watu tu jana, na siku ya leo unateta ati tunakutafuta kwa sababu ya mikate. Ungelikuwa kama Musa ambaye aliwapatia mana kwa miaka 40, hawakuwa wanapata njaa, walikuwa wanapata shibe. Yesu akawaambia, Musa hakuna mana aliwapatia, Musa hakuna mkate aliwapatia. Yani anamwambia ya kwamba sio Musa alifanya ule muujiza, mimi ndio nilifanya. Ikawaje Musa ndiye alikuweko, mimi ndio nilishibisha mababa zenu kule nyikani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini akawaambia, ikawaje walikula mana kwa miaka 40, angalia walikufa, lakini mkate ambao mimi ninakupatia, ukila mkate huu hautaoja kifo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikawaje walikula mana, mwisho waliaga dunia, maana mkate waliokula ulikuwa mkate wa muda tu, lakini mkate ninaoutoa ni mkate wa uhai, ni mkate wa uzima. Yeyote araye mkate huu hatapata njaa, na yeyote anywaye damu hatapata kiu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wakamwangalia, wakamwambia, basi tupatie mkate huo ambao hatutapata njaa. Naye akawaambia, mimi ndiye yule mkate, mwili wangu ndio mkate na damu yangu mnafaa kuinywa. Wakamwangalia wakasema, oneni huyu anafanyaje kusema mwili wake tukule sisi? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakashangaa, wakastaajabu, tutakulaje mwili wake? Yesu akawaambia, as long as you eat my body, as long as you eat my flesh, you shall never go hungry. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa nataka nikuelezee inamaanisha nini anaposema lazima ule mkate huu. Maana mstari wa 33 sura ni ya 6 kitabu ni cha Yohana inasema ya kwamba huyo mkate ni mimi ambaye nimeshushwa kutoka juu mbinguni. Kwa hivyo yale mana ambao walikula haukuwa mkate wa mbinguni. I am the bread from heaven.
eating the bread means believing in Christ. Praise be to God. Amen. When you believe in Christ, you are eating the bread. When you are eating the bread, you are united with Christ. You are being unified with Christ. Kwa sababu unapokula chakula, chakula kinasaidia mwili wako na unakusaidia uweze kuishi maisha mengi. Lakini unapokula mkate huu ambao ni Yesu Kristo, unapata uhai na uzima wa milele. Amen. Hakuna ajaye kwangu pasipo kupitia kwa huu mkate. How did you become saved? You believed that Christ is the Lord and you confessed with your mouth. Praise be to God. Let me give you a story. In the book of Daniel, the Bible says, siku moja katika kitabu cha Danieli sura ni ya 5, Biblia inasema ya kwamba mfalme akasema ya kwamba kitabu cha Danieli sura ni ya 1 na mstari wa 5, ya kwamba mfalme akasema watu wote ambao walitekwa nyara kutoka Jerusalem wakaletwa Babylon watengenezewe chakula cha mfalme. Do you know that story? Do you know that story? Wakaambiwa waanze kukula chakula cha mfalme. Daniel pamoja na Shadrach, Meshach na Abednego wakaenda wakampata mwenye kupika, wakamwambia naomba usitupatie chakula cha mfalme, lakini utupatie vegetables. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Walipokuwa wanasema hivi, wakasema yule mwenye kupika akasema, na mkiangaliwa na mfalme ataona mkiwa na tofauti. Lakini wakamwambia tuangalie baada ya siku 10, utuangalishane na hawa, tulikalishe na hawa, uone kama hatutakuwa na afya. Tell me, mtu anakula nyama na mwingine anakula mboga, ni nani atakuwa ako mkubwa baada ya siku 10? Lakini hawa wa mboga ndio walikuwa wakubwa. Hawa wanakula mboga na ndio wako na afya. Is it possible? Praise be to God. Biblia inasema mfalme alipoangalia akaona hawa vijana wako tofauti na hawa. Kumaanisha kukula chakula hiki kuna spiritual meaning. Inamaanisha eating food is believing in the one who is telling you something. Praise be to God. So hawa watu Shadrach, Meshach na Abednego hawakuamini maneno ya mfalme. Walikuwa wanashikilia maneno ya Mungu wao. Na ndio maana walipoambiwa wainamie mifano, walisema hatuwezi inamia mfano, maana that is not our culture. Praise be to God. Amen. Eating the flesh of Jesus is believing in his word. When you believe in the word of God, your mind is being transformed. You are receiving transformation in your mind. Once you are transformed, you are changed. The Bible says in the book of Matthew, chapter number 4, verse number 4, sio mkate tu ambao unaweza mdumisha mwanadamu uhai, lakini neno lolote ambalo limetoka kinywa cha Bwana. Si kutoka peke yake, ni kuamini neno la Bwana utakaa uhai. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. Wakati unaamini neno la Bwana, wakati unasoma na kuamini neno la Bwana, you are making your mind grow in the Lord. So mawazo yako yanaendelea yakijua chenye tayari kiko kwa roho yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Do you know what? Your spirit knows that you can do all things through Christ who strengthens you. Your spirit already knows that. But your mind, because of the current situation, cannot understand that. So by reading and believing in the word of God, you are training your mind to understand what the Spirit knows already. Praise be to God. Amen. That is why many people do not grow spiritually, because they don't believe the word of God. They believe their current situations. They believe what they can see with their eyes. If the Bible says that there is a way here, but your eyes is saying no, there is no way here, you will believe what you can see, but not what the word of God says. Therefore, you are at low level. But anyone who believes in the word of God will grow to another level.
and we will understand what his spirit understands. He will understand what his spirit is. The word was said and it healed. Yesu aliponya kwa maneno. Amen. Yesu alifukuza mapepo kwa maneno. It is the word. So eating the flesh is believing that word of God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. People, when they don't believe in the word of God, wanakaliwa na mambo, kwa sababu shetani hawezi aka-alter. The devil cannot change the word, but the devil can alter the environment. So he will change the environment to make it look like you cannot make it. But if you don't trust your understanding, the Proverbs chapter number 3 verse number 5 and 6, trust in the Lord and lean not on your own understanding. In all things acknowledge the Lord, and he will order your steps. Praise be to God. It is the Lord who is to order your steps when you believe in his word. Go and read the word of God and believe it. And now tell the Lord, why I believe in your word and it is not happening. When you believe in his word, you are eating his flesh. And the Bible says, I am that flesh. I am that meat. When you eat me, you believe in me, all things will work for you. Amen. Amen. Do you know that the Bible says that God cannot lie? Do you know that? Yeah? Do you know that? But why do people make God a liar? Kwa nini watu wanafanya Mungu kuwa anadanganya? Na watu wanasema God is lying because he said he will bless me and he has not blessed me. Because you are living in doubt. Amen. Amen. Praise be to God. Amen. As a man thinketh, so he is. If you think the word of God, you are what the word of God says. If you think the situations and circumstances, you are what the situation and circumstances are turning you to. Amen. Bwana Yesu asifiwe. And that is why the devil will always, shetani kila wakati atakuzuia uende mahali ambapo utafundishwa neno, kwa sababu anajua ukifundishwa neno utabadilika akili, na akili yako itaona vile roho yako iko na itatenda hivi. Bwana Yesu asifiwe. Usifikirie ati siku hizi shetani anazuia watu watu, unajua shetani hawezi kuzuia watu kuokoka. Shetani hawezi kuzuia watu kuokoka. The devil cannot. Watu wanasema shetani anakuzuia kuokoka. How can he do that? And the Bible says, and even the gates of hell shall not prevail it. The gates of hell is the devil. He cannot prevail it. Praise be to God. Amen. When you preach the gospel, the Holy Spirit will convince people and they will be saved. But the devil will ensure they don't go to the right church, or they will not go to church. Because if they go to church, they will be taught the word. I was teaching in the morning class, the discipleship class, and I was telling them that when Satan knows what God is doing for you, he will try to thwart that by diverting the knowledge of God in your life. The knowledge of God in your life. So anything that you know that God can do, Satan will come and tell you that God cannot do that. You must give a sacrifice for it to be done. You see? You must do this for it to be done. Satan is trying to divert your ways. Praise be to God. Amen. But I prophesy at this hour that your mind shall agree with your spirit. Amen. Praise be to God. Amen. Your mind shall agree with your spirit. Amen. Amen. You shall not walk by sight. You shall walk by faith. Amen. Praise be to God. Amen. It is by faith that you read what is in your spirit already. The Bible says, who can know the spirit or the things of spirit unless the spirit? It is the spirit that knows the things of the spirit. It is the spirit that examines the heart of God and tells your spirit that God is your father. He shall never leave you nor forsake you. The spirit knows that, but your mind does not understand that because of the challenges you are facing in your life. Therefore, you need to train your mind to agree with
what your spirit knows. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Therefore we walk by faith. We walk by faith. Anyone who is born again must walk by faith. Walking by faith means believing in the word of God more than believing your eyes. Is it that not so difficult? Ni rahisi hivyo? Ni rahisi? Mama mjane Elijah ameenda kwake. Anamwambia enda unipigie mkate. Mama amemwambia wewe huo kumebakia kauga kadogo na tumafuta tukule mara moja tukufe. Elijah anamwambia ni sawa, lakini enda upike, lakini mkate ya kwanza niletee. Now, there is now the difference between sight and faith. Praise be to God. Amen. The woman here has to choose. Aangalie unga na mafuta ama apate imani kutoka kwa neno la mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. And the woman chose to believe the word of God. And the Bible says when she believed the word, akapika mkate wa kwanza akaletea Elijah. Hiyo kibuyu ya mafuta haikuisha. Unga haukuisha. Bwana Yesu asifiwe. Unga haikuisha na mafuta hayakuisha mpaka njaa ikaisha. Lakini angekubali kukula kutoamini mtumishi wa Bwana, si angekufa baada ya kukula hiyo. You either choose to believe God or you believe what you can see. That is your choice. But once you choose to believe the word of God, there is life in that. Praise be to God. Because Christ is that word. He is the meat. When you eat, you shall live forever. Amen. Amen. Now apply that to your current situation. That Jesus is saying, I can do all this through Christ who strengthens me. Now I look at the situation and I declare to it, I can do this thing through Christ who strengthens me. I decided to believe the word of God. I decided not to believe what I can see with my eyes. So I am making it in the name of Jesus. Amen. And you shall make it. Yeah. Praise be to God. Amen. You shall make it. The problem with the believers is that they trust their eyes more than they trust God. And others are saying, God, I'm trusting you. You know I'm trusting you. But your mind, and the other part of your mind is saying, I don't think I can make it here. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Trust the Lord. Trust the Lord with all your heart. Eat the meat. Amen. Eat the flesh of Christ. Once you eat the flesh, unapokula chakula, hicho chakula kinakuwa kando ama kinakuwa part yako. Kinapoenda kwenye mwili wako, kinakuwa your part ama kinakuwa kando. Kinakuwa your part ama kinakuwa kando. Ukikula ugali, utaona ugali hapa ama utajua ugali imekuunda mwili wako. That is it. When you eat Christ, you believe in Him, you are unified with Christ. You are united with Christ. Therefore, let me tell you the advantage of this. Who Christ is who you become. Praise be to God. If Christ could cast out the demons by word, you shall cast out the demons by words. Praise be to God. If Christ could walk over water, you shall walk over circumstances and situations, and you shall not be blown, because you and Christ are one. Amen. Amen. You must understand it. I will make sure you understand it. Hata kama hapa tutatoka saa 10. I will make sure you understand this word, because this will help the whole of your life. Amen. Amen. Praise be to God. Amen. You are united with Christ, and if there is nothing that is impossible with Christ, nothing will be impossible with you, because you and Christ are one. Amen. Amen. If Christ can do it, you can do it. Praise be to God. Amen. If Christ can do it, you can do it. I give them the power and authority, all of it. He gave you every power that He has. He deposited in your spirit. Now let your mind now start running, that every power that you need for this world, for the life in this world, is in your spirit. Now go into your spirit and start picking it for your own benefit. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe.
There is nothing difficult that you cannot do. There is no situation that will withhold you. There is no situation that will hinder you. Say amen. Because you and Christ are one. If death and grave and hell could not hinder Jesus, therefore there is nothing that can hinder you. If we say that you must make it, that's exactly what you shall do. You must make it. Praise be to God. Yes, I want you to understand this. When you believe, you are eating. You are eating the flesh of Jesus. You are eating the flesh of Christ. You believe in Christ. Fear is defeated in your life. Say amen. Anxiety is defeated. Say amen. Doubt is defeated. You shall not doubt. You shall not fear. You shall not be anxious. You shall be led by the word of God, because that is your nature. Amen. You shall cast out demons. Say amen. You shall heal diseases. Say amen. Signs, wonders, and miracles shall follow you as they did to Christ, because you and Christ are one. Praise be to God. No one here should even call me to pray for them because they are in difficult situations. They should call me to pray with them, not for them. Praise be to God. I pray with you. Me and you, we are praying. I'm not praying alone. We are praying together because you are growing. You are not a baby in this church. Praise be to God. You can face situations. You are umefika mahali hata wewe unaweza itwa na mtu umsaidie kuomba. Si ndio? Si kuitwa na mtu umeitwa na mtu unisaidie kuomba na wewe unaniweka kwa hiyo mpango. Pastor, kuna mtu tunaombea, nataka kuja. Go and do it because you and Christ are one. Praise be to God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukitaka watu waende mbali, wafundishe neno. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Do you know when you are united with Christ, you become one with Christ. He is righteous, you are righteous. Amen. Amen. He is powerful, you are powerful. Amen. Amen. He can do all things, you can do all things. Amen. Amen. That is who you are. And why are people defeated? Because their mind do not understand what their spirit has. Amen. Your spirit has everything that you need in your life. Christ is Lord over circumstances and situations. I declare you have lordship over circumstances and situations in your life. And I want you to raise on your 2 feet. Now I want you to start commanding situations to leave. Those stagnant situations, those stubborn situations that have not left you for long, I want you to declare to them, to command them now with the voice of Jesus to live in the name of Jesus. Start praying in the name of Jesus. Every stubborn disease, every stubborn situation, every stubborn circumstance in your life, it is living, it is living, it is living now in the mighty name of our Lord Jesus. Because you are united with Christ, you and Christ are one. What Christ can do, you can do. What Christ can do, you can do. What cannot defeat Christ cannot defeat you. In the mighty name of our Lord Jesus, you are united with Christ. You are united with Christ. You are feeding on His flesh. You believe in His word. He is your God. He is your Lord. You believe in Him. Who He is who you are. In the mighty name of our Lord Jesus, if He can make still storms, you can make still stubborn situations, stubborn circumstances. In the mighty name of our Lord Jesus, I declare unto every mountain that is standing before us, depart, be casted away. In the mighty name of our Lord Jesus, if there is no mountain that could stand before Christ when He was on this world, when He was walking on the face of this world, I declare now in the mighty name of our Lord Jesus, no mountain can stand before me, because I and Christ are one. Rabazekete rebaganda rimashekata rikamakande rezeke makanda ribazea rekate rebayanda. Every stubborn situation, I declare to you now, leave now in the name of Jesus Christ. Every stubborn circumstance that have been there for so long, now it is your time. I look unto you now by the eyes of Jesus Christ, and I declare now, live now, live now, live now in the
mighty name of our Lord Jesus, I am what Christ is. I have the righteousness of God. I have the power of God. I have the power of God. I have the power of God. I am Lord to situations. I am Lord to situations. I am Lord to circumstances. In the mighty name of our Lord Jesus, I am what Scripture says I am. Reshekere makande ribazeka telezea rakata rimakanda rebazeka rimayande rezekete remayanda. These cannot go but by prayer. That unbelief cannot go but by prayer. In the name of Jesus Christ, I pray that it is done and done forever in your life. Amen. May God bless you. May God bless you so much.